siri ya upatanisho kabisa. Siri ya upatanisho. Siri ya upatanisho ndani yake ina jukumu la kazi katika ule upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kazi yoyote unayoiona inaendelea kwenye maisha ya mwanadamu inategemea uwezo wa upatanisho. Sema inategemea uwezo wa upatanisho. Haijalishi ni nzuri au ni mbaya, lakini kilicho nyuma yake ni siri ya upatanisho. Sema ni siri ya upatanisho. Unajua kupatana na mtu sio kesi. Yaani mimi kupatana na Pastor Grace sio issue. Unanielewa vizuri lakini? So mimi kupatana na Helena sio issue. Mimi kupatana na mama mchungaji sio issue. Lakini ile siri ndio issue. Siri iliyofanya nikapatana naye ndio kesi. Unaanza kunielewa sasa? Kusema nimeolewa, huyu ni mume wangu sio issue. Kusema ya kuolewa kuna tuhitaji matunda. Kusema nafanya biashara sio issue. Samkani ya kufanya biashara tunahitaji matunda. Sasa siri iliyo nyuma yake ndio kipengele. Mwambie mtaka ndio kipengele. Mwambie tena ndio kipengele. Kimbia nipigie hatua kidogo kitabu cha Warumi. Kimbia. Kitabu cha Warumi sura ya 3:25-26. Kimbia. Kimbia. Warumi 3:25-26. Kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 25 na wa 26 imeandikwa. Anasemaje? Ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho. Ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho. Kwa njia ya imani katika damu yake. Kwa njia ya imani katika damu yake. Ili aonyeshe haki yake. Ili aonyeshe haki yake. Kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye lile neno linaitwa zilizotangulia kufanywa, nataka kupigia mstari kwamba dhambi zote zilizotangulia kufanywa, dhambi zote zilizotangulia kufanywa. So anakuja katika nguvu ya upatanisho. Sema amen. Amen. Na upatanisho anauachilia ndani ya wanadamu. Sema amen. Amen. Kwa nini anauachilia upatanisho ndani ya wanadamu? Sema amen. Amen. Kwa sababu hawa wanadamu waliopo kwenye kizazi hiki, sema amen, Amen, wamefungwa na siri iliyopita. Amen. Wamefungwa na siri ya nyakati zilizopita. Amen. Wamefungwa. Bwana mseme amen. Amina. Tafsiri yake, hawa wanadamu walio katika uso wa nchi, sema amen, Amina, wanatembea juu ya magofu. Amen. Wanatembea juu ya nini? Ya magofu. Kwamba nyuma yako kuna jambo lilipatanishwa na wewe. Nyuma yako kuna jambo ambalo limepatanishwa kwa siri. Nisaidie kusema amen. Amen. Nyuma yako kuna jambo ambalo limepatanishwa kwa siri. Nyuma yako kwa anakuja, anashughulika na ile siri. Sema amen. Kimsingi hawa wanadamu wapo juu ya mateso,
wapo juu ya dhiki, wapo juu ya balaa, lakini sio kwa sababu wao wameyatenda au wameyasababisha yale mateso yawe kwenye maisha yao. Sio kwa sababu wewe umesababisha, sio kwa sababu, hebu sema sio kwa sababu ni mimi. Maana wapo ambao walikuwa sababu. Sababu gani? Ya uzao kuwa na 1, 2, 3. Sababu gani? Ya maisha ya watu waliozaliwa 2025 kwamba watakuwa 1, 2, 3. Sababu kwamba waliozaliwa na yanayowapata, sema amen, kwa mazungumzo yao hayana mahusiano, lakini kwa mazungumzo ya watu wengine waliopita yana mahusiano. Bwana useme amen. Wewe mtu Bwana useme amen. Hebu sema siri ya upatanisho. Kuna mtu anaishi ndani ya ugonjwa, nisaidie kusema amen. Lakini ule ugonjwa sio wewe, ni sababu. Sababu ni yule, nisaidie kusema amen. So yule aliyekufanya wewe ukatokea. Bwana asifiwe. Huyu ndiye anafanya maisha yako yawe na tatizo ambalo unaliona. Sio, hebu sema sio mimi. Hebu inua maneno yao yenyewe, haisema sio mimi. Rudia tena maneno yao, sema sio mimi. Nataka utoke kwenye kesi ya namna ya kujiona. Hebu sema sio mimi. Yaani kuna waliotenda dhambi. Kutenda dhambi haya ni matatizo. Maanake kuna waliosababisha mimi nikatembea juu ya. Kuna waliofanya na kasirika sana. Nataka nikurudishe nyuma kidogo, yaani unielewe namna ninavyokurudisha nyuma. Sema amen. So kwa Mungu anaamua kumwachilia Yesu. Yesu anakuja kama uachilio wa roho ya upatanisho kati ya wanadamu na kwa njia ya damu yake. Nisaidie kusema amen. Maana yake waliokuwa duniani, sema amen, au tulio duniani, sema amen, hatuwezi kujiondoa kwenye vifungo, kwa sababu inawezekana kifungo nilicho nacho ni babu yangu mzee Mnyihanga alipatana na mashetani, alipatana na mizimu. Sasa Yesu anakuja kwa damu yake, anasema mwanangu Joshua, hautatembea ndani ya kifungo hicho. Kwa njia ya damu yangu mimi hautakalia mizimu, kwa njia ya damu yangu mimi hautakalia magonjwa, kwa njia ya damu yangu mimi uzao wako utakufa, kwa njia ya damu yangu mimi. Anaachilia roho ya upatanisho kwa Joshua pamoja na uzima wake. Nataka uelewe, sema amen. Nazungumza na kila mtu hapa. Unajua, nisikize nikwambie, sema amen. Kila neno linalokuja kwa ajili yetu lina kusudi na sisi. Kwa kawaida wachawi hawana mfumo mmoja wa kumfunga mtu. Sema amen. Yaani so Mungu namna anavyotusaidia, anatusaidia kwa aina ya vifungo. Unanielewa? Amen. Hebu tulio kabla Jumapili tuseme amen. Sema amen. Nilipoomba na mtu mmoja kutoka nchi za nchi, akaniambia baada ya maombi nikaota ndoto. Kwa habari ya gani? Kwa habari ya jina. So nikamwambia kinachokutesa wewe ni jina, na sio tu jina, ni nguvu iliyo ndani ya nani, ambayo inatokana na yule aliyekutamkia. Hebu sema inatokana na yule aliyekutamkia. Kati ya siku ambazo watu wamepokea hapa ni Jumapili. Wengi wanajiuliza mbona tukifanya maombi? Sema amen. Yaani ukipoteza maneno ya kinabii wewe umepoteza kila kitu. Ila yale ndio yalikuwa maneno ya uponyaji. Mimi huwa nasema ukiona hauelewi
ni bora uwe kenge ndani ya mama. Nakwambia kweli kwamba mamba wanachomoka wanaenda kula nyama, na wewe chomoka nenda kale nyama. Amina. Hata kama ya nyama, madam hautatapika. Amen. Sijui unanielewa eh? Amen. Na hiyo ndio maana ya kuziishi ibada za mafunuo. Amina. Na sio ibada za kukali. Hivi mnanielewa hapo? Kidogo kwa wageni wetu ilikuwa ni hatari kidogo, kwa sababu waliona hii ibada ni ya namna ipi. Sababu kelele zimekuwa nyingi, milipuko mingi, mchungaji haeleweki, hali ya hewa imechange. Hili itakuwaje? Ajali ni kama zote. Sema amen. Nataka uelewe kwamba hii ni namna ya upatanisho. Bwana asifiwe. Kwamba Yesu, Mungu Baba anamwachilia Yesu kwamba anakuja katika nchi. Sema amen. Yesu anachungulia kila mwanadamu, ana mafarakano na uzima wake. Kila mwanadamu ana mafarakano na uzima wake, kwamba mimi na mafarakano na uzima, ama wa biashara, ama wa kazi, ama wa ndoa, na mwingine ana mafarakano kwa aina yake. Sasa wamewezaje kwenda kwenye mafarakano? Ndiyo anafunuliwa, anaziona dhambi za watu walizozitenda huko nyuma. Kwa hiyo dhambi za watu walizozitenda huko nyuma ndizo sababu ya sisi kukaa chini ya mafarakano. Bwana mseme amen. Kwamba sababu sio wewe, sababu ni dhambi zilizotendwa huko nyuma. Niwahi kusoma maandiko mahali yanasema hivi, Maombolezo 5:7-8. Napenda sana. Yanasema hivi, baba yako alifanya dhambi hata hayuko, na sisi tumeyachukua matatizo yake. Hebu sema tumeyachukua matatizo yake. Mahali popote unapoona Biblia inasema maovu yao, wewe jua ni matatizo yao. Usinilainishie hilo neno, sema amen. Mahali popote unaposikia Biblia inasema dhambi yao, wewe jua ni tatizo lao. Kwa sababu tatizo lolote haliwezi likaingia pasipo mlango wa dhambi. Kila tatizo linalokabili mwanadamu lazima kuna mlango wa dhambi ambao utaufunga kwa jina la Yesu. Kama kwenye uzao wako utafungwa kwa jina la Yesu, kwenye nyumba yako utafungwa kwa jina la Yesu, kwenye kazi yako utafungwa kwa jina la Yesu, kwenye uchumba wako utafungwa kwa jina la Yesu. Hebu sema lazima ufungwe. Sema amen. Na Biblia inasema watumwa wanatutawala. Kwa sababu gani wanatutawala? Kwa sababu ya ile dhambi ya baba, kwa sababu ya ile tatizo la baba. Wala hakuna mtu wa kutuokoa. Apostle kapanga nitakuokoa kwa jina la Yesu. Kwa neema ya Mungu aliye ndani yake utaokolewa kwa jina la Yesu. Haijalishi walikuzika wakakutengenezea na matanga kabisa, wakaianua kabisa, lakini nakwambia hivi, wewe na watoto wako utaokolewa kwa jina la Yesu. Wewe na nyumba yako mtaokolewa kwa jina la Yesu. Wewe na kibali chako mtaokolewa kwa jina la Yesu. Kuna wanawake wanasema endeni hapa. Kuna wagonjwa wanao wanasema endeni hapa. Ninayo habari leo kutangazia kwamba wakubali wakatae, utaokolewa kwa jina la Yesu. Hata kama umetembea ndani ya dhambi iliyobeba laana, imebeba magonjwa, imebeba hasara, imebeba kupoteza nguvu ya safari, nakwambia pale pale utaokolewa. 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 Sio natafuta watu wenye imani kubwa. Nasema utaokolewa. Mimi nasema utaokolewa. Nasema kabisa utaokolewa. Kipande hiki mnanielewa sana, utaokolewa. Usiogope mateso alionayo mama yako au
akasema, na kwa kupigwa kwake sisi tuone. Iwe kwako kwa jina la Yesu. Iwe kwako kwa jina la Yesu. Iwe kwako kwa jina la Yesu. Naongea na maisha ya watu, iwe kwako kwa jina la Yesu. Naongea na biashara zako, iwe kwako kwa jina la Yesu. Naongea na afya yako, iwe kwako kwa jina la Yesu. Rebeka ametuonyesha kwamba wiki hii kuna mambo yatatokea ya ajabu. Na mimi nakwambia hivi, uhalali wao utaondolewa kwa jina la Yesu. Hata kama walijiungamanisha kwa sindano za kishawi, kwa magonjwa ya kishawi, kwa laana za kishawi, hebu sema uhalali wao wiki utaondolewa. Kabisa. Kabisa. Kumbe kesi ni siri iliyo nyuma ya upatanisho. Kumbe kesi ni nini? Ni siri. Unaona yule dada pale kapatanisha na matatizo tayari. Analetwa pale na bure. Kapatanisha na nini? Tayari kapatanishwa. Amechuaje? Hajui. Imekuwaje? Haelewi. Yeye anashangaa tu mwili unalendemuka, hajui nani anayelendemua. Nitampiga kwa shida. Sema pigwa. Pigwa. Sema amen. Unaona sasa? Hii ndio mifano sasa ya kwamba watu wanapatanishwa na roho za kifo. Watu wanapatanishwa na roho za mabaya. Watu wanapatanishwa na roho za magonjwa. Mweke kwenye kiti. Mweke kwenye kiti. Akae. Mweke kwenye kiti, niende na kazi. Niende na kazi. Mpigie Bwana makofi na vigelegele vya shangwe. Sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Akae. Sikiliza, niendelee na upatanisho. Niendelee na upatanisho. Unaona sasa? Naomba niangalie nini? Hizi kesi kwa Kapanga ni ndogo tu hizi. Amen. Sasa inatokea wapi? Amina. Kia wapi? Mtu yake wapi? Sema amen. Hizi kesi ni ndogo sana. Amen. Na ndicho hiki kinachofundisha. Amina. Kwa hiyo unamwona mtu kama huyo ameshapatanishwa tayari. Lakini kwa nini amepatanishwa? Haujui kwa nini amepatanishwa. Sema amen. Njoo hapa mama uniambie amepatwa na nini huyu? Njoo hapa. Patie maiki aongee. Unaitwa nani? Amen. Unaitwa Winfrida kutoka wapi? Changani. Karibu, shida yako nini? Nilimleta mama tangia jana hapa kanisani, alikuwa anafanywa maombi. Alipofanywa maombi akawa anaendelea vizuri. Lakini sasa hivi tulipompeleka nyumbani ule usiku hadi ikawa ile akawa anakaa vile anaongea tu yasiyoeleweka. Mchungaji alikuagiza nini? Alikufanyia maombi? Alisema tumrudishe saa 4. Sasa hivi ni saa ngapi? Saa 10. Mchungaji nani alikuagiza? Nani alikuwepo? Mlimwagiza aje saa ngapi? Kwa nini amemleta sasa? Mama unasali. Wewe ni nani kwako? Mama ni nani kwako? Ni nani kwako? Sikilia hivi, angalia. Ni mpangaji mwenzako. Sababu ambazo zimefanya msije saa 4 sawa sawa na neno la Bwana. Sababu ambazo zimefanya asiletwe asubuhi na mlipoona hali inaendelea amemleta sasa hivi. Ni nini? Kwa nini hamjamleta asubuhi? Mko wengi wapangaji. Kwa hiyo huyu ni mpangaji mwenzako. Aha. Aliletwa na nani? Tafuta namba yake ya simu. Saidia kusema amen. Dada kaa mwanangu, kaa wewe.
Kaa. Dada mwache hapa pakae karibu na mchungaji. Kuna mchungaji hapo nyuma. Wewe toka hiyo. Alikuwa anaendelea vizuri. Sasa hawajui amepatanisha. Sasa utata wangu mimi ni kwamba kwa nini aliambiwa alete Sunday? Vipi kama ingekuwa Bugando? Nesi uko hapo, nafikiri unaongea vizuri. Sema amen. Unaweza kulinganisha hospitali ya mbinguni na Bugando? Hapana. Sasa kwa nini hawajamleta Sunday? Ili sisi wachawi watupige, Kafutie dada yake wewe, aliyemleta jana. Afu niongee naye mimi hapa kwenye mic. Naomba unisikilize nikiwa naendelea. Sasa ukishachukua namba yake nenda pale nje. Muulize. Tumemwona mgonjwa wako hapa kanisa la Kisima cha Uzima. Sasa tunauliza kwa nini hajaja asubuhi? Kama ni jeuri zake mwenyewe tujue. Yes. Wewe nisikilize mimi sasa, nina kazi kubwa sana leo jioni. Huo ndio tunaita upatanisho. Hebu sema huo ndio upatanisho. Rudia tena, sema huo ndio upatanisho. Sasa unaweza ukamwona mtu kama huyo kashapatanishwa na mauti tayari. Na ndio maana nilianza. Kashapatanishwa na nini? Na roho ya mauti. Kwamba kuna mjanja yuko nyuma yake ametengeneza upatanisho ili amuue. Lakini yeye kuna hali ambazo anaanza kuziona ambazo hajui zinatokana na nini. Hajui kabisa zinatokana na nini. Kumbe nyuma yake kuna watu wasiompenda. Mwache hapa, mwache. Mimi watanisikiliza tu hata kama iko hapa. Amen. Kwa sababu naongea na wewe hapa. Wewe nisikilize kwa niaba ya wale waliofanya kwako. Amina. Nisikilize kwa niaba ya wale waliofanya kwako. Unafikiri hadi kufika hapa huko alikotoka mna makanisa mengi? Lakini niuliza kwa nini hapa? Nisaidie kusema amen. Kwa nisikilize. Nisikilize vizuri. Hata kama ungekoloma watanisikia. Kwa sababu ya tabia kuongea na viumbe. Ndio maana ninaanza kung'ang'ana na ile jambo ambalo liko nyuma yako na inakupatanisha na vitu fulani fulani. Unaona wadada wengi wanashindwa kazi. Wadada wengi wanashindwa kuhendo ndoa zao. Wadada wengi wanashindwa kuolewa. Kwa nini? Kwa sababu nyuma yake kuna upatanisho. Na ule upatanisho sio waziwazi bali ni wasiri. Nisikilize kwa makini sana nikiwa naendelea kuongea haya. Sema amen sasa. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza pili. Kimbia haraka ili niguse kazi yote tutafanya leo. Kumbuka ujumbe wangu wa wiki hii ni maneno mawili. Uachilia upatanisho wa uzima pamoja na kuvunja mapatanisho. Sema amen. Kama unaamini patanisho lako litavunjika, sema amen. Kabisa. Kitu usiyokijua wewe wamekupatanisha kwa siri. Kwa hiyo kinachokukabili ni ile siri. Na ndio maana unajaribu kuhangaika kwa namna ya kawaida. Sema amen. Unajaribu kuhangaika kwa madaktari. Kuhangaika kwa waganga wa kienyeji. Lakini kimsingi aliyekuunganisha ana siri yake ya ajabu. Na huyo ndiye anayesema leo kwa jina la Yesu. Kimbia mara moja kile kitabu. Wakorintho wa pili. Sura ya 5:19. Sikilizeni nyinyi wachawi. Mmekosea kumhusu aje hapa. Hapa mmekosea. Na uliyeandika mauti huyo anasamehewa na nyinyi mtaangamia kwa jina la Yesu. Ningesikia wenyewe wale wanasema imani zilizoshiba. Soma ile maandiko. Wakorintho wa pili sura ya 5 na ule mstari wa 19 imeandikwa. Inasemaje? Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Yaani Mungu alikuwa ndani ya
Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Pigia Yesu makofi ya kigelegele. Kwamba ndani yako, nisaidie kusema amen. Kama Mungu anaweza kuwa ndani yako, basi shetani anaweza kuwa ndani yako. Kama Mungu anaweza kuwa ndani yako, basi jini anaweza kuwa ndani yako. Na ndiye nitakayemwashia moto jioni leo kwa jina la Yesu. Haijalishi yuko ndani ya ndoa, ndani ya nyumba yako, ndani ya biashara. Simama sema fire. Sema fire. Sikiliza. Kumbe ndani yako kinaweza kikakaa kitu kinachoweza kukupatanisha wewe na amani. Ndani yako kinaweza kikakaa kitu kinachoweza kukupatanisha wewe na tabu, kinakupatanisha wewe na magonjwa, kinakupatanisha wewe na machukizo. Kiko ndani, Yesu kiko ndani. Unafikiri kwa nini Yeremia anaona mauti zinapandia dirishani, alafu zinaingia ndani ya nyumba za watu, na zimeagizwa zile mauti, lengo lake ziwakatilie watu mbali. Ziwakatilie wapi?